napenda niseme wazi na iwekwe kwenye kumbukumbu sahihi kwamba Tanzania kwa sasa haina mpango wa kutoa uraia kwa makundi ya wakimbizi na haina mpango wa kubadilisha sera na sheria zake ili kuwajumuisha wakimbizi kwenye mipango ya maendeleo ya taifa ili waweze kujiimarisha na kujitegemea wakiwa hapa nchini, na zaidi haina mpango wa kuzigeuza kambi za wakimbizi kuwa makazi. Hii ndiyo sababu na sisi kuendelea kuwashawishi wenzetu, hebu tuamue kwa pamoja kumaliza jambo hili, kwa kuwa mosi, nchi ya Burundi ni salama; pili, sababu zilizowafanya wakimbizi hazipo tena, sababu zilizowafanya kukimbia hazipo tena. Kwa mantiki hiyo, wajibu wao ni kurejea nyumbani. Na tatu, narudia tena, hakuna rasilimali za kutosha za kuendelea kuwahudumia kwa mwaka 2026. Kuendelea kubaki kambini kutawaathiri zaidi wao na pia kutawaathiri wananchi wa Tanzania, kwani wakimbizi wanaoelekea wataanza kuishi kwa mtindo wa kujikimu, jambo ambalo tunaona kabisa linakwenda kusababisha changamoto kubwa kwa jamii nzima na hasa ya kiusalama. Ndugu washiriki, kwa kweli sisi kwa upande wetu tunaona tumefikia mwisho wa safari ndefu ya majadiliano kuhusu jambo hili. Tungependa na tunashauri mkutano huu uwe wa mwisho wa kujadili swala hili, na iwapo tutakutana tena, basi iwe ni kwa ajili ya kujipongeza kwa kazi nzuri iliyowezeshwa urejeshwaji wa wakimbizi nchini kwao na si vinginevyo. Sisi kama Tanzania tukiwa tumebeba jukumu kubwa la kuhifadhi na kuwalea ndugu zetu hawa, tunaona sasa umefika wakati wa kuwapangia muda wa kuondoka badala ya wao kujipangia lini wataondoka. Matarajio yetu katika mkutano huu ni kuona kuwa, moja, kwa kuzingatia kuwa Burundi ni salama na ikizingatiwa kuwa sababu zilizowalazimisha wakimbizi kuikimbia nchi yao hazipo tena na hakuna anayepinga ukweli huo, pamoja na matokeo ya kuwahoji ambayo yameonyesha kutokuwa na dhamira ya kurejea na sababu za kutorejea walizotoa hazikidhi vigezo vya kuendelea kupewa hifadhi ya ukimbizi. Hivyo mkutano huu uazimie kuanza mchakato wa kufuta hadhi ya ukimbizi kwa kundi hili. 2, mkutano uridhie na kuazimia urejeshaji ufanyike kwa utaratibu wa mpangilio maalum, yani accelerated voluntary repatriation. FM kutoka Dar es Salaam.